ajili yangu, wanaotoa muda wao kwa ajili yangu, wanaoambatana na mimi, wanaochukia uovu, wanaopendezwa na ile siri ya mbinguni, ndiyo nitakayotembea nao. Acha washuhudiwe, waambiwe kusuka nywele ni dhambi. Wanasema walikuwa wanaambiwa wale, walikuwa wanaambiwa wale. Haya yatuhusu sisi. Je, ingekuwa haiwahusu, ingebaki kwenye Biblia, ingebaki kwenye Biblia, ingebaki kwenye Biblia. Wanasema walikuwa wanaambiwa wa Timotheo, walikuwa wanasema wanaambiwa, maana walikuwa wamejaa uovu. Sisi haituhusu, sitembei nao. Acheni kudanganywa. Watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa maarifa, kwa kukosa maarifa. Msikubali mwangamizwe, enyi kizazi cha sasa, enyi kizazi cha sasa, msikubali kuangamizwa. Yoyote anayesuka nywele, yoyote anayesuka nywele, yoyote anayevaa suruali, yoyote anayejipamba, yoyote anayeweka makorokoro, yoyote anayepaka mafuta kwa ajili ya kuweka ngozi ya chini, anaondoa ngozi niliyoiweka mimi. Anajua kuna siri gani na asili gani niliyoiweka kwake. Yoyote yule anayefanya mambo hayo aingi mbinguni, aingi kwenye hekalu langu, aingi kwangu mimi mwenyewe, aingi kwangu mimi mwenyewe. Yoyote anayefanya mambo hayo, msidanganywe dhambi ni kuiba, msidanganywe dhambi ni kuzini, msidanganywe dhambi ni uchoyo. Hata wapo mengi yaliyojificha, lakini nimepata maarifa. Bado kuna wengine wanahubiriwa kudanganywa kwamba hayawahusu. Ole wao wanaoweka shingo zao kwa ngoma, wanaoweka shingo zao kwa ngoma, wanaoweka shingo zao kwa ngoma. Tembeeni mataifa kwa mataifa, hubirini kweli yangu, hubirini kweli yangu, hubirini kweli yangu. Waambie siri za mbinguni, waambieni. Wengine hawajui, wengine hawajui, wengine wamedanganywa, wengine wamedanganywa, wengine wamedanganywa, wengine pia wameziacha makusudi. Adhabu ipo juu yao, adhabu ipo juu yao, adhabu ipo juu yao. Wanaoabudu sanamu wakisema wananiabudu mimi, wanaoabudu sanamu wakisema wananiabudu mimi. Mimi sijawahi kukaa kama sanamu. Ukuu wangu haulingani na sanamu, ukuu wangu haulingani na sanamu, ukuu wangu haulingani na sanamu. Ole wanaojipamba kwa mataji ya duniani, wanaojiwekea mikufu, wanaojiwekea mawigi, wanasema hiki ni kiwanda kimetengeneza. Hawajui siri yake, hawajiulizi original ilitoka wapi. Mbona wanadanganywa na feki? Mbona wanadanganywa na feki? Waulize original iko wapi? Mbona wamekuta feki tu? Asema Bwana majeshi, asema Bwana majeshi, asema Bwana majeshi. Wale wao wanaovaa shanga, eti wanasema waume zao wanapenda shanga, wanapenda hivi ni vitu vya urembo, lakini hawajui wanajifunga wenyewe, lakini wanajifunga wenyewe. Shanga sio mali yangu, sijawahi kuweka chochote kwa ajili ya kufunga neema yangu, kwa ajili ya kufunga neema yangu, kwa ajili ya kufunga neema yangu. Hiyo ni agano ya nyororo, unajifunga mwenyewe. Asema Bwana majeshi, asema Bwana majeshi. Hubirini kweli yangu, hubirini kweli yangu, hubirini kweli yangu, ili wapate kufufuliwa katika utumwa wa Shetani, ili wapate maarifa walioyakosa. Asema Bwana majeshi, amani yako
unaibaki juu yenu, lakini kumbukeni kujikana kwa ajili yangu, kujitoa kwa ajili yangu, kujiweka wa kwanza kwa ajili yangu, asema Bwana majeshi, na amani iwe pamoja nanyi. Hata ukisuka usisuke, mimi nakupa hela kwamba labda mimi ni mchumba wako na kuepo usiniombe hela ya kusuka. Yani labda mimi ni mume wako na kuepo usiniombe hela ya kusuka, na kuepo matumizi na kuambia nywele ili uache. Kwa nini usiulize kwa hivi? Unajua kuna wakati mwingine mtu akikwambia kitu, angalia hivi hichi kitu kama ni pasta mfano ameandaa mtu aigize, ana faida nacho cha nini sasa? Unajua kuna wakati mwingine shetani anakufunga ufahamu hata wewe mwenyewe ujielewe kama umefunga. Yaani unajiona mjanja. Kwa nini usijiulize? Nataka nikwambie, awe ni askofu, mama askofu, nabii, mtume yeyote ambaye, mwinjilisti yeyote, mzee wa kanisa yeyote, kama alikufa, hata uliokuwa unamjua na alikuwaga naombea watu wanapona, kama alikufa hajatubu kuvaa mawigi, kunyoa nywele, hajatubu kujichubua ngozi, leo hii tunavyoongea, kama alikufa, hata uliokuwa unamjua kama fulani alikufa lakini alikuwa anatumia hayo makorokoro, leo hii tunavyoongea yuko kuzimu anateseka. Yeyote, hata kama aliombeaga mtu akapona kiwete akatembea, kanuni ya kuingia mbinguni ile lango lilimkataa. Shida sio kutumika dunia tutatumia karama za Mungu, na Mungu anataka akutumie tu. Kwa sababu Mungu akitaka kuponya mtu wake, si mpaka eti atafute mtu ambaye wakati ameweka karama ndani mwako, na hiyo karama ulionao ni ya kwake, anaitumia kama anayetumia cha kwake. Yaani sawa na mtu umemnunulia mwanamke gari, mwanaume anataka kusafiri, unachukua nipe ufunguo nataka nifike sehemu, mwanamke hawezi kunyima ile gari kwa sababu ni ya kwako, umemnunulia lakini kama ni ya kwako tu. Umenielewa? Karama Mungu alikupa ni ya kwako, anaweza kukutumia kuponya mtu yeyote wakati huo. Unaweza ukawa umetoka kuzini asubuhi, kwa wale watumishi wanaozini, alafu jioni Mungu akaangalia kwenye mtaa wako hakuna mtumishi ambaye yuko karibu, kuna mtu anaomba hapo nyumba ya jirani anahitaji mtu amfungue, mapepo yamevamia. Mungu akamwambia nenda umuombe, na ukamwombea akafunguliwa. Si kwamba kesi yako kuzini na Mungu imeisha. Yeye kwa sababu yeye Mungu asingekuja kama Mungu akasema nakufungua mpaka atafute pa kuingia. Ameingia kwenye mwili, umemfungua mtu, ila kesi yako wewe ya kuzini na Mungu bado iko pale. Kwenye isha baraka zingine utapiga goti, utachoka. Jana niliponya mtu alikuwa anakutumia akamaliza akaendelea na mambo yake, wewe kesi yako iko pale pale. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama ni ndugu yako, dada yako, mama yako, rafiki yako, hata kama anatoa sadaka zote, atatoa sadaka, itajenga na makanisa, tutapeleka na injili, hamna shida, kwa sababu ile karama, neema ya mafanikio aliyempa ni Mungu. Sadaka ile atatoa, kila kitu kitaenda. Hata kama ni rafiki yako anaishi nyumbani, anatumia mawigi, anajipodoa, anajichubua ngozi, hata akifa hivyo hivyo, usije ukazania pale siku ya msiba anasema tuonane milele, kwamba ukisikia wanakutia moyo watumishi, anasema Bwana ameipokea roho yake. Wanakudanganya. Kama ulikuwa unajua anajichubua hajatubia hiyo dhambi, yuko kuzimu, atuonani naye tena huyu, labda kama nawe utajiunga naye kuzimu. Yaani hata kama ni mama yako unajua anafanya hivyo, akifa kesho kutwa jua anaenda kuzimu. Yaani au ni rafiki yako jua anaenda kuzimu. Nakwambia hivi, hizo sio story tu za kwamba ni Mungu Roho Mtakatifu kazungumza. Maandiko, yani Mungu ni mwaminifu kiasi kwamba hakuna ambaye anaweza akatengua neno lake mahali popote. Wewe acha wakudanganya eti Paulo alikuwa anawaambia wa Korinto, si Petro alikuwa anawaambia wakina nani, si Musa alikuwa anawaambia wana wa Israeli, sio sisi. Mwambie we ni mshamba mara mshamba jumulisha mshamba. Hii Biblia yote imeandikwa kutoka kwa Wayahudi. Mbona vingine vinakusaidia vya mafanikio na vitu vingi? Si kama unanielewa? Kama wewe ni mwanaume, najua wengi watanisikiza kwa mtandao. Kama wewe ni mwanaume unajua na mke wako anatumia hivyo vitu, takataka hizo zote, na wewe kama mama unanisikiliza hapo, najua unatumia uzazi wa mpango, umeweka manjiti kwenye nani, jua kwamba ukifo hujatubia hiyo jambo na kuacha, ukifo unaenda jehanamu. Sio rahisi mtumishi kukwambia vitu kama hivyo kizazi hiki. Wengine nasema nikimwambia hata sikiliza nikwambie tena, watumishi wengi ambao asilimia kubwa anayejitafuta ndo
anataka huduma ipande kama hivi anavijua. Si kwamba watumishi hawavijui, wanavijua. Najua akisema kanisa zima limejaa wamama wa namna hiyo, na muda mwingi wamama ndio huwa wana kiu ya utoaji sana. Wamama ndio huwa wana support sana vitu vya kimungu. Hata kwenye huduma ya Yesu wanawake ndio walikuwa wanamhudumia, akina Magdalena, wakina Susani walikuwa wanamhudumia kwa mali zao. Kwa hiyo wachungaji wanafahamu, si kwamba hajawafunulia, Mungu anawafunulia, ila wananyamaza. Wanajua akisema hajaanza nao kuambia mapema. Kanisa sasa hivi na watu 1000, akiwaambia karibia 3/4 ya kanisa wataondoka. Watu wanavyopenda dunia kuzidi kumpenda Mungu, najua wataondoka. Sasa anaficha ficha, anasema ipo siku nitajipanga. Ndio shetani anaendelea kumfunga ufahamu. Siku haifiki ya kuambia. Wanajua, mimi nakwambia wanajua. Hata mwingine akitaka kusema huwa anatumia kauli kama hii. Anasema saa nyingine mvae vizuri kanisani, sio unakuja na suruali imebana. Ndio sikupangii nguo ya kuvaa. Sasa mchungaji, vimono umegeuza. Ndio sikupangii nguo ya kuvaa, lakini angalia unavaaje. Roho Mtakatifu akuongoze. Watu nafikiri unasubiri waongoze. Roho Mtakatifu mwingine ni wewe mchungaji. Mungu amekusimamisha kama Roho Mtakatifu kuwapa habari. Kuna mwingine ajui hata Roho Mtakatifu anamwambia. Kuna wengine hapa unasuka mpaka kichwa kinakuuma, ni Roho Mtakatifu anakuambia fumua. Ila hujui kama ni ishara ya Roho Mtakatifu, hujui. Mwingine kichwa kinakuuma, yani umeweza kusuka kinakuuma mpaka yani Roho Mtakatifu anakuambia fumua tu. Ila wewe unadhania amekuvuta sana, alafu shaka akwambia yule aliyesuka ni mbaya, anavuta sana, nenda kwa msukaji mwingine. Yule avutagi sana nywele. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Si kama mnanielewa? Amen. Sikiliza. Nataka nikuhakikishie hivi vitu, si kwamba jamaa si navifundishaga sana nawaambiaga. Si kwamba eti Roho Mtakatifu eti ndio kanishawishi. Ila amesisitiza. Maandiko yapo. Makatazo yapo. Chochote unachokivaa, hata kama mume wako anapenda zile ambazo zimezungumzwa, wewe achana nazo kwa faida ya kuulisi uzima wa milele. Si umesikia zimezungumzwa? Si umesikia? Si watu wazima, si umesikia zimezungumzwa? Amen. Si umesikia? Mnajifanya eti hamjui wakati mnanuaga kwa Masai kila siku. Duniani kote nakupa kazi, tafuta na Google. Ukinipatia kiwanda cha kutengeneza shanga, kiwanda kinatengeneza shanga kiko sehemu fulani, basi na mimi naacha kuzisema. Ukikipata kiwanda cha shanga, kwamba kuna kiwanda kinatengeneza shanga na unaziona zimeshatungwa, zinatoka wapi sasa? Kipo Kenya kiwanda cha shanga. Wanazitengeneza au wanashona. Wao wanatengeneza sijaelewa anachokisema. Wanatengeneza kuweka kwenye kamba au wenyewe wanazalisha. Sasa sio kiwanda, anasema hiyo tayari wameshapata bidhaa. Kutengeneza bidhaa kama unavyoona haya makopo. Mtu anaenda kiwandani na asaga inatoka sahani. Kwenye nini? Kiwandani. Kiwandani. Yaani kiwanda wanakutengenezea. Kiko wapi? Kinatengeneza, wanaleta material yale ya shanga zinazouzwa na Masai. Si ndio hizo tunasema? Acha hivi vya mikufu vile vikubwa. Nasema hizi za Kimasai tule tudogodogo. Mara nyekundu mara nini. Lakini pia hata kama kitu kinatengenezwa kiwandani, mfano mahereni, macheni, manini vinatengenezwa kiwandani, kwa nini Mungu alivizuia? Ni ishara ya miungu. Wakati wana wa Israeli walivyotaka kumwasi Mungu, Joshua aliwaambia hivi. Ukisoma kile kitabu cha Kutoka 32, Joshua aliwaambia hivi, leteni hereni, leteni cheni na bangili mlizozivaa mikononi mwenu na shingoni mwenu na wake zenu walizozivaa, muniletee. Wakamletea Joshua. Walivyomletea Joshua, akaziponda ponda, akatengeneza ndama. Manake ili upate unga lazima uwe na nini? Sema kwa sauti, ili upate unga lazima uwe na nini? Ukitaka kuwa na unga nyumbani, ili jioni msonge ugali mpaka upate nini?
Mahindi, si ndio? Au muogo, si ndio? Kumbe malighafi ya kutengeneza unga ni mahindi, si ndio? Sasa malighafi ya kutengeneza miungu ni hereni na cheni. Yaani Mungu kwa hiyo alivyoona vile vitu ndio vimetoa malighafi ya kutengeneza nini? Cheni. Ya imetoa malighafi ya kutengeneza ile ndama. Kuanzia siku hiyo, Bwana Yesu asifiwe sana. Kuanzia siku hiyo ndio akajua kwamba hivi vitu ni vibaya. Lakini na kitabu cha Mwanzo pia Yakobo aliwaambia Mungu anakuja, tunaenda katika madhabahu ya Mungu, vueni makorokoro mlionayo. Mungu akiyatazama yale madude anaona unaabudu miungu, na zaidi ya yote chochote ambacho umeshindwa kukiacha. Ngoja nikupe siri ya kuabudu miungu. Jambo lolote ambalo unashindwa kuliacha, ambalo Mungu alipendi, hilo unashinda kuliacha, tafasiri yako unaliabudu lenyewe kuliko kumwabudu Mungu. Tafasiri ya neno kuabudu ni utii. Ukiona chochote kimekutiisha kikakuacha kumtii Mungu, kile ndo unakiabudu, kinabadilika kuwa Mungu. Kwa hiyo ukiona unaambiwa acha na mambo ya kusukasuka, unaendelea kusuka, tafasiri yake unaweza ukaombewa baraka miaka 200. Tafasiri yake Mungu huyo wa baraka anaona unaabudu kile. Ni maramia yule mtu ambaye ajue. Ngoja, ni maramia yule mtumishi ambaye yuko mshirika ambaye yuko kwenye kanisa la mtumishi ambaye hauambii, na yeye hajawahi kufuatilia mitandao kusikiza watumishi wengine. Anaenda tu ili mradi. Huyo kidogo anaweza Mungu akawa anamhurumia kwamba baraka pata, lakini nitakutanisha na mtumishi fulani waache hivi vitu. Lakini wewe ambao umeshasikia, ni sawa sana nyumbani kwako mtoto umeshamwambia jambo kwamba jamani kuna 1 2 3, alafu anaendelea kulifanya. Unamwona na kiburi. Ni bora yule mtoto aliyekuwa ajui. Yaani umemwambia hii chupa ya chai nimekwambia uishike vizuri, yeye anaenda anairusha hivi barabara. Mwambia ishike vizuri utaipasua, anairusha hivi barabara. Baadaye ikapasuka tena kama ulivyokuwa umemwambia. Utamtandika vibao mpaka atavichoka, barabara itamuona yeye. Lakini kama hujamwambia, mfano amebeba hivi kadondoka chini, basi utaumia, lakini basi ndo Mungu alivyo na ni zaidi ya hiyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo wewe kama unajua ni shangazi, ni mama yako, ni ndugu, hata kama anasali, hata kama ni mzee wa kanisa, hata kama anatabiri, hata kama anatoa unabii na unatimia, hana hivyo vitu. Yaani ameweka vitu bandia. Kwa ufupi, anatumia vitu bandia. Niliposti juzi ile ya kuhusu ambayo ni funuliwa watumishi ambao watakuwa hawakemei vitu bandia. Ni hivyo. Kesi 3 ambazo anakuwa nazo mtu anayetumia vitu bandia. Kesi 3. Jamani, si mnajua tu tunasema marehemu katangulia mbele za haki mtu akifa. Tunasema katangulia mbele za haki. Sasa mbele za haki si lazima iwepo hakimu, iwepo mahakama, si ndio? Sasa utaenda kuhukumiwa bila. Sikiliza, acha ujanja. Ukisikia unasikiliza hivi unasinzia, shetani anakuambia hivi mimi nitaviacha. Vilikuaga shida na mke wangu naye kuviacha, sio kwako wewe tu. Mke wangu ilimleteaga shida, mara alipunguza hereni zilikuwa kubwa akapunguza akanua tupi, akazania labda Mungu anachukia makubwa niweke tufupi. Nikamwambia hakuna ulichosaidia, umepoteza tena hela. Akasema sasa akaona hii labda akawa anavua moja anavaa hapo moja. Sasa kajiuliza, wewe nini shida? Ni kifungo, ujue. Ni kifungo. Unanielewa? Kuja kuziacha nywele na mahereni hayo ilitumiaga siku ila mimi ngawa nakaa naye naangalia tu. Namwambia lakini pamoja tuko hivi, ukiendelea hivi tutapishana njia, siku moja utakuwa huku mimi nitaenda huku. Wapi? Njia ya kulia wote itaenda ya kushoto. Wapi? Mbinguni. Mimi naenda mbinguni, mimi jehanamu. Mbona unaniombea jehanamu? Sasa ukataka kuvua hivi, sasa utafanyaje? Utatumika lakini utaenda. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni kazi. Ukiona na sasa hivi nakwambia unasinzia hivi, ni adui anakuhubiria. Nakwambia utakuja kuacha tu mwezi ujao. Vumilia tu. Kesi 3 mtu anazokuwa nazo. Kesi ngapi? 3 mtu anazokuwa nazo anayetumia vitu bandia. Kesi ya kwanza ni kumkosoa Mungu. Maana yake ukiwa unajichubua hivi ngozi, yani unakuwa unasema na Mungu rohoni, unakuwa unazungumza rohoni, yani ukifa utakuta sauti hizo ndio unazungumza. Wewe Mungu una akili, uliniumba vibaya, ungeniumba hivi. Yani rohoni ndio unakuwa sauti unazungumza rohoni. Kibinadamu unaona unasugua, ila rohoni unanena. Unamwambia Mungu, wewe uliniumba vibaya, nilitaka uniumbe hivi. Una akili. Hata ukiwa unaweka makeup yale, si unataka ngozi yako ibadilike, ndio unakuwa unasema. Hiyo kesi ya kwanza.
hiyo kumwambia Mungu ni mjinga, alikuumba vibaya. Biblia inasema hivi, je, mfinyanzi, chombo kinaweza kumwambia mfinyanzi kwamba umenifinyanga vibaya? Jibu ni hapana, si ndio? Kesi namba 2 ya kuweka vitu bandia kwenye mili. Kesi namba 2 ni kuharibu nyumba ya Mungu. Mwili wako umetengenezwa na Mungu, anajua material aliyotengenezea yanamtosha kabisa yeye kukaa ndani ya mwili wako. Ndio maana sema miili yenu ni hekalu la nini? La Roho Mtakatifu. Je, hamkujua kwamba miili yenu ni hekalu la Roho nini? Mtakatifu? Na mtu akiliharibu hekalu langu, na Mungu atamharibu mtu huyo. Sasa hekalu la Mungu ndio hiyo mwili wako, na anasema ataliharibu. Kesi namba 3. Wangapi wanaamini kwamba Yesu ni bwana harusi wetu? Wangapi wanaamini Yesu ni bwana harusi? Hata kama wewe ni mwanaume, yani wewe ni bwana harusi mbele ya Yesu Kristo. Yani usijione kwamba eti mimi mwanaume wanyosha wanawake tu. Na wewe mwanaume, wewe ni bwana harusi mbele ya Yesu. Sasa sikiza nikwambie siri. Kesi namba 3 kwenye ile mahakama ya kiroho ambayo inazuia watu wengi wasiende waliotumia vitu bandia. Kesi namba 3, kitu chochote bandia sio kile Mungu alichokuumba nacho original. Na Yesu alivyokuumba, huyo Yesu nayemsema ndo muumbaji wako, ndo aliumba mbingu na nchi, kila kitu. Yesu huyo alikuumba, akaona umekamilika, umeenea kila kitu, na yeye akakufanya uwe bibi harusi wake. Sasa cha kushangaza, unachukua vingine bandia ambayo bwana harusi wako hajakuhudumia, unatumia vya bwana harusi mwingine, yaani unatumia vya bwana mwingine. Tafasiri yake katika mwili unakuwa ni mchepuko unayechukua vitu vya mume nje ya ndoa. Sasa kesi ya namba 3, unahukumiwa kwa kuchepuka, kutumia mali za mchepuko, wakati mume wako amekuachia vyote vya kuhudumia nyumbani. Umetoka nje ya ndoa kuchukua vya mchepuko. Kesi namba 3, unatoboa. Hizo zote 3 unatoboa, kwa sababu shetani anasema mimi nilimhudumia. Na kawaida mtu akishamhudumia, hata nyie mmetoka kwenye mabaa huko wapi, mmewahi kuona yani binti wanamgombania vijana wawili, anasema mimi nimemnunulia simu, mimi nimemnunulia pombe. Sasa anatoa, nalipa pombe yako, njoo binti twende. Alafu anaenda kule na malizana kwanza vibao, kwa nini ulikuwa pale? Anaishia kule. Hayo maisha mimi nimeyaona, japokuwa mimi nilikuwa sinyongi pombe, lakini nilikuwa naenda madisco, naona watu wanafanya tu hivyo. Anakutana na binti, kijana ameshamnunulia bia, huyu mwingine kesha amempa na usafiri wa kuja. Yaani katoka nyumbani kavaa kwa ajili ya huyu, anafika anakutana na huyu wakwa haijakaa sana, naona na huyu. Sasa sema mimi ndo nimemlipia nauli kutoka nyumbani. Umemlipia shilingi ngapi? Labda nimempa 30,000. Vijana maskini Mungu walikuwa ni waungwana au wapigani bwana. Anamuuliza umemlipia shilingi ngapi? 30,000. Wewe mimi nimekununulia sijui bia za 10,000. Huyu kijana sasa, huyu anamwambia nipe sasa 10,000 yangu, wewe uende naye. Haya, anachukua. Si kama huyu mbinti ameenda kuwa safi, ataenda kwanza kujibu. Unielewa? Sasa ndo mabibi harusi wa Yesu Kristo shetani anavyofanya. Mimi ulimuumba na kucha nzuri, lakini akazikataa. Alikuwa anatumia za kwangu mimi nilizotengeneza. Sasa Yesu mwenyewe hana kukulipia, alishakulipia msalabani. Sasa shetani anamnyang'anya na Yesu. Kuna watu wanaenda kuzimu, Yesu analia machozi, na walimtumikia duniani. Wengi sana asema hizo kucha mimi nilimpa mimi. Weza kwako aliona azifai akazifunika. Alikuwa anatumia vya kwako, tena duniani ilimpendezesha sana. Sasa unaonaje? Wewe nimemgaramikia vyote, unamchukuaje? Bwana wewe ni mhukumu wa haki. Yesu anasema kwa kesi hii mwanangu, kusoma Biblia, ukusikiliza watumishi wangu. Niliwasikiliza, lakini nilikuwa nadhania wanadanganya tu. Hata Biblia ukusoma. Haya, ulinitumikia ndio, uliombea watu walipona, ulihubiria wengine wakaokoka, lakini kwa kesi hii kompyuta ya mbinguni imekukataa. Kwa hiyo naenda wapi? Huko ambapo nasikia wanalia kelele huko, wenzako wanapiga yowe. Angalau usinihurumie, niuli tena duniani nitengeneze. Muda umeisha. Ndivyo anavyosema. Muda umeisha. Jehanamu ipo, mbingu ipo. Kwa hiyo ambao umesikia ujumbe huu, usichukulie mzaha. Lakini zaidi ya yote unajifungia baraka. Kuna vitu vingine utaombea kwa nguvu nyingi havitokei. Na mwingine unajua unashangaa hilo limekujia asubuhi na mko naenda kwa msukaji bwana. Unaanza kusuka.
chiki. Na unajua lakini moyo huku unashindana na akili. Moyo akamwambia acha, akili sasa ngoja nimalize awamu hii tu. Wangapi ambao mliwahi kwenda na mnajua ni shida afu sio dhambi, sasa umeshafumua. Wangapi ambao mliwahi kwenda na unajua ni shida, ila usikia moyo unakataa kabisa, ile unalazimisha. Nyosha tu mkono juu. Si unyoshe sasa, unaogopa nini? Si unyoshe. Sina wewe unyoshe tu. Unasikia moyo unagoma. Ile unasema ngoja tu hizi nywele nazo nisuke zikuekue kwanza. Wanasema nywele zikiwa fupi unasemaje kwa lugha ya Kiswahili? Kuzikuza haraka unasemaje? Ili zikuekue. Bwana Yesu asifiwe sana. Wewe unajiletea hatia. Ni bora umeshafumua na ukatubia jambo hilo. Wewe ambaye hujafumua na wewe ambaye bado unapenda kuvaa suruali, hatakufukuza sisi kanisani. Ila tutakufundisha tunanawa. Umenielewa vizuri? Ili ukienda jehanamu uende unajua. Yaani hata ukiwa unasema unajua mimi hapa likitokea la kutokea. Najua sehemu yangu nakokimbilia. Bwana Yesu asifiwe sana.